Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri wa fedha wa Israel Bwana Bezalel Smotrich amemshukuru rais wa Marekani Donald Trump akisema, asante Trump kwa usaidizi, lakini sasa Israel inahitaji kuidhibiti Gaza. Waziri huyo wa fedha amemshukuru Trump kwa msaada wake kwa Israel na juhudi za kusaidia kuwarudisha mateka, lakini amesema mpango wa rais wa Marekani wa Gaza unapaswa kufutwa. Waziri huyo wa fedha Bezalel Smotrich alikosoa mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa Gaza na kuitaka Israel ichukue udhibiti wa ukanda wa Gaza na kuweka utawala wa kijeshi. Akizungumza katika hafla ya kuzindua makazi ya Yaziv huko Gush Ezion mnamo Jumatatu ya leo, lazima tumweleze kwamba mpango wake ni mbaya kwa taifa la Israel na kuufuta. Gaza ni yetu na mustakabali wake utaathiri mustakabali wetu zaidi kuliko ule wa mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo tunachukua jukumu la kile kinachotokea huko kuweka utawala wa kijeshi na kukamilisha misheni, Smotrich alisema. Smotrich alimshukuru Trump kwa msaada wake kwa Israel na juhudi za kusaidia kurejesha mateka, lakini alisema mpango wa rais wa Marekani katika ukanda wa Gaza unapaswa kufutwa kabisa, kwamba hawauelewi. Wakati wa hotuba yake, Smotrich alihoji ikiwa gharama za vita zilisababisha mabadiliko ya kutosha ya sera. Alionya dhidi ya kuhamisha udhibiti wa eneo hilo kwa wahusika wengine na kukosoa nchi kama Uturuki, Qatar na Misri, akizishutumu kwa uhasama dhidi ya Israel. Smotrich alisema lazima Israel ichague kati ya udhibiti kamili wa Gaza, uharibifu wa Hamas, au kuendelea kukandamiza ugaidi na makazi ya kudumu ya Israel, au kile alichokielezea kuwa kupoteza mafanikio katika vita. Smotrich mpango wake ni kuona kwamba Israel inamiliki eneo la ukanda wa Gaza na kwamba Gaza inakuwa sehemu ya Israel. Ndicho anachokitaka waziri huyo wa fedha wa Israel Bwana Bezalel Smotrich. Hata hivyo, waziri mkuu Benjamin Netanyahu kwa upande wake alielezea mpango huo akisema kwamba hakuwa na taarifa juu ya kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump alikiita bodi ya amani ya ukanda wa Gaza, akialika mataifa mbalimbali katika kuwa sehemu ya bodi hiyo. Hata hivyo, Smotrich alikataa wazo kwamba Israel inaweza kukwepa kuwajibika kwa Gaza na kusema hakukusudia kusubiri miongo kadhaa ili kurejea katika eneo hilo. Alitoa wito wa kuvunjwa kwa kile alichokitaja kama makao makuu huko Kiryat Gat, kutoa uamuzi wa mwisho kwa Hamas na kupokonywa silaha na kuhamishwa na kuanzisha operesheni ya kijeshi ikiwa makataa yataisha. Smotrich pia alitoa wito wa kufunguliwa kwa kivuko cha Rafah kwa kibali cha Misri au bila kibali cha Misri, na kwa ruhusu wakazi wa Gaza kuondoka katika eneo hilo kuelekea katika maeneo mengine. Alimalizia kwa kusema anatumai sherehe kama hiyo ya suluhu itafanyika hivi karibuni katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Mipango ya Israel ni kuona kwamba wa Palestina katika ukanda wa Gaza wanaondoka. Kwa msaada wa Mungu tutakutana hivi karibuni katika sherehe kama hiyo katika ukanda wa Gaza. Ninatumai sana kwamba hii itaongozwa na waziri mkuu Benjamin Netanyahu ambaye ataiongoza na kwamba hatutahitaji machafuko ya kisiasa njiani. Netanyahu hajafahamishwa kuhusu Qatar, ushiriki wa Uturuki katika bodi ya Gaza. Zaidi ya hayo, Israel haikuarifiwa mapema kuhusu kuwepo kwa maafisa wa Qatar na Uturuki kati ya bodi ya amani ya Gaza BOP iliyotangazwa na Trump. Maafisa wa Marekani waliambia N12 mnamo Jumamosi, hatukumwambia Netanyahu mapema kuhusu muundo wa kamati kuu. Hatukutarajia kungekuwa na wawakilishi kutoka Uturuki na Qatar, lakini Gaza sasa ni onyesho letu, sio onyesho lake, maafisa hao waliambia N12. Ikiwa Netanyahu anataka utawala wa Trump kukabiliana na Gaza, tutafanya hivyo kwa njia yetu, waliongeza. Ufichuzi huo ulikuja huku maafisa wa Israel wakielezea kuundwa kwa bodi ya amani wakisema kwamba inakinzana na sera ya Israel na haikulelewa na mamlaka ya Israel. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu aliyemwomba waziri wa mambo ya nje Gideon Saar kushughulikia suala hilo na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ofisi ya waziri mkuu ilisema kufuatia tangazo lake. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.